Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Nachukua nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Sasa hivi usimame inshallah uzungumze na umma huu wa Waislamu ambao unataraji kupokea nasaha zako. Karibu Mheshimiwa Mufti. Kwa research yangu nilifanya kwa muda mrefu, migogoro ndio asili ya sisi kutokuendelea, na migogoro ndio kitu kilichosababisha kupatikana upenyo wa wenzetu wengine kuendelea, alafu tukabakia na kulalamika na kushughulika na vitu ambavyo vya chini kabisa. Kwa hiyo niwapongeze sana Mheshimiwa Sheikh Muhammad Abdu na Sheikh Kisauji na wengine. Alafu nimesahau kumtaja katika maneno protocol rafiki yangu kwa Sharifu Muhammad. Sikuona ndio kitala kuona sasa. Yazungu kuhifadhi sana. Alafu jambo la uchumi. Uchumi ni kitu muhimu katika Uislamu. Hatuwezi kuendesha Uislamu bila ya uchumi. Tumekaa tu hatuna uchumi, hatuna nini. Alafu ukifanya mahesabu sisi watu wa sasa na wazee waliotangulia, wazee walikuwa bora zaidi kuliko sisi. Kwa sababu wazee walikuwa wanatoa jakfu majumba yao, wanatoa kwa ajili ya kuendesha Uislamu. Nyumba nyingi zilizotolewa wakfu. Sio za sasa, sijawaona watu wa sasa wakatoa wakfu. Wakfu bado umebakia ni ule ule watu wa zamani. Msikiti wa Manyema, msikiti gani, majumba mbalimbali yametolewa wakfu. Lakini ukiuliza ni wale wazee wa zamani. Lakini hakuna wenye matajiri wa sasa, Waislamu wa sasa unaosikia sasa hivi kama wanatoa wakfu. Ni nadra sana. Sasa Mtume alipogundua hilo, akaona hakuna namna ili nguvu ya Uislamu iweze kupatikana katika mji wa Madina, ni lazima hawa niweze kuwaunganisha, lao liwe moja. Lazima niweze kuwaunganisha hawa, lao liwe moja. Wakiungana hawa ni rahisi kuweza kupiga hatua za kimaendeleo katika mji wa Madina, lakini pia ulimwenguni kwa ujumla Uislamu uweza ukafika. Mtume alichokifanya akawachukua Ausi na Khazraj akawapatanisha. Baada ya kuwapatanisha bwana Mtume, tukio lilofuatia Mtume akawaunganisha sasa kati ya wale waliotoka Makka na wale wenyeji wa Madina ambao walikuwa wakiitwa Ansar, ambao ni Ausi na Khazraj. Wale akawaunganisha udugu, lao likawa ni moja.
Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwaunganisha, ilifikia kiwango wale watu wa Madina waliwapenda ndugu zao waliotoka Makka na hawakuona dhiki kuwapa kwao walivyokuwa navyo, japokuwa wale wenyeji wenyewe wa mji wa Madina walikuwa wana dhiki, lakini hawakuona tabu kuwapa ndugu zao, kwa sababu Mtume aliwaunganisha, lao likawa ni moja. Ili ni jambo kubwa ambalo Mtume alilifanya katika mji wa Madina. Silaha namba moja inayoweza kuwafanya waweze kupiga hatua za kimaendeleo mahala popote ni lazima wakubali kuungana, lao liwe moja. Jambo la pili ambalo Mtume alilifanya katika mji wa Madina, ukiacha kujenga msikiti, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alijenga soko katika mji wa Madina. Soko la mwanzo kujengwa na Bwana Mtume Muhammad laitwa Suqu Munakha. Ni soko ambalo alijenga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa kuwa Waislamu waweze kuwa na uchumi. Nimefurahi katika kongamano hili kuna mada inahusu uchumi. Kama viongozi walijua, kama unapozungumzia migogoro lazima uzungumzie uchumi, kisha lazima uje kuzungumzia sulhu. Ni vitu ambavyo Mtume alivifanya alipoingia katika mji wa Madina. Nadhani kongamano hili limeandaliwa na wasomi walijua falsafa ya Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kujenga soko Mtume, masahaba wakaingia sokoni kwenda kujenga uchumi, na Mtume aliwaunganisha udugu wa Islam. Ilifika kiwango mpaka mtu ilikuwa yuko radhi kumtoa mke wake kumpa mtu mwingine, bali Mtume alikuwa na mbinu. Katika moja ya mbinu zake alimchukua Abdurrahman bin Auf, akamchukua na Saad ibn Rabi', akawaunganisha udugu, akamwambia kuanzia leo Saad ndugu yako atakuwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman hapa ni mgeni katika mji wa Madina, wewe ni mwenyeji, lakini Abdurrahman bin Auf huyu ni mfanyabiashara, alipotoka ni mfanyabiashara, na wewe Saad ibn Rabi' ni mfanyabiashara hapa. Mimi naamini nyinyi fikra zenu zikiungana mnaweza mkaleta kitu hapa katika mji wa Madina. Wale wakaungana wakawa ni ndugu. Lakini pia kuna jambo jingine, ile anania binafsi na kujiona mtu bora au kabila fulani bora, ukabuana kimakabila kadhalika, kama tunasema shete hapa. Hivi ni vitu ambavyo vinatugawa na vinaleta migogoro mingi kufuatilia sana. Kama watu hawatakuwa wanagombana kwa sababu za kiuchumi, basi itakuwa ni katika mambo ya dini, kila mmoja ataonekana bora, maana hakuna ikhlasi au imani zao ni ndogo, kwa hiyo wanachuana kwa sababu ya kwenda kinyume katika mambo ya kisheria kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ishi hapa sikana tuawali. Siku moja tuliagizwa sisi na shekhe tukamwakilishi mahala pa kuzika. Tulivyofika pale, yule anayeongoza mazishi asema hivi, kule kaburini Sheikh Hussein Abubakari atatoa wadhi, ambaye ni mimi hapa. Tulivyofika pale, mwalimu wa kule kijijini akasimama asema, Sheikh Juma kutoka Mkinga, tafadhali utoe wadhi. Wakati kule nilitajwa mimi. Alivyosema vile, mimi nilisimama nikatoa salamu nikaanza kuongea. Kwa hiyo yule mwalimu aliotajwa, kwa sababu hajui sisi tunasukumana kitu gani, alishindwa kunyanyuka pale alipo. Mimi kaongea. Lakini alikuja mwalimu akasema, mimi ningekuwepo ningempiga huyo Mwamlongo. Mwasikia ndugu zangu? Lakini maana yangu ni nini? Huu umoja upo katika wilaya ya Tanga mjini. Tukitaka kupata ufanisi wa haraka katika umoja huu, tusichelewe, tutanue umoja huu. Walimu wetu waliokuwepo kule Gombero, Gare, Mkinga, Petukiza wafahamu ushirikiano huu, hawaufahamu. Kwa hiyo tukifika kule tunapatwa na mambo ya namna hiyo, tunasukumwa. Kwa hiyo zikija kongamano kubwa la namna hii, ninashauri kwamba zile kadi 20 ambazo mnampa mudiri wa taasisi hii na hii, awape walimu wake wa huko Gare, wa huko Petukiza, Mkinga, wawepo hapa, waone kumbe kule hatusukumani sasa hivi. Tusiishilie sisi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Niombe
viongozi hawa wa umoja wa mashekhe, sisi tumekaa makongamano mengi sana kuzungumzia islahi ya umma, na makongamano hayo mengine pia tunapewa bahasha, lakini yale tunaoyazungumza hayafanyiwi kazi. Sasa sisi kama sisi, ambalo linatuumiza sana leo mpaka umma ikawa haueleweki, ni watoto kutokufika madrasa. Kwa hiyo viongozi, nyinyi mna uwezo wa kukaa na watu wenye mamlaka hapa Tanga, tuzungumzie tu Tanga yetu hii, mkashauriana nao wakasimamia vizuri miongozo ya elimu, haswa katika siku ya Jumamosi na Jumapili. Tuachiwe watoto waje madrasa ili waweze kusoma dini yao, na haya masuala yote sasa ya migogoro itapungua, mashoga pia watapungua, kwa sababu watoto watakuwa wanajua dini yao vizuri. La pili alikuwa ni kwa mashekhe, ambalo kanijibu shekhe wa muhadhiri wa tatu, kwamba mashekhe nanyi mtusimamie sisi walimu, muhakikishe wale watoto wakija madrasa tunawafundisha yale ambayo yanahitajika. Yani msituache tu kwa sababu umetupeleka huko Gombero kwenda kufundisha, lakini hamtufuatilii yale ambayo mmetuelekeza. Wa hadha, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tumekusanywa na uchungu wa kufikiria ni vipi jamii itaishi katika hali ya kuwa ni wamoja, ni wenye kuonana tamu, ni wenye kupendana, tukiunganishwa na aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jamia. Aya hii kila mmoja katika sisi anaposimama uisema wa'tasimu bihablillahi jamia. Mbona hatutafuti dawa hii ya wa'tasimu bihablillahi jamia? Dawa tutaipata vipi ya hii wa'tasimu bihablillahi jamia? Ndugu Islam, tukirudisha historia ya Sheikh wetu Shaaban, jinsi alivyotuzungumzia kwamba Bwana Mtume alivyotengeneza kupatanisha umma, kwamba aliyakusanya makabila yale, kisha mashallah akaleta sulhu na sulhu ikapatikana. Sisi kwa upande wetu hili linakuwa gumu. Ugumu wajaje? Ugumu kwanza, nafsi zetu zimejengeka kila mmoja kumwangalia yule wa kwake kwamba ni bora kuliko wa mwenziwe. Kila mmoja kuangalia fulani yeye ni a'la kuliko fulani. Sasa hii suluhu hii utaipata vipi? Huwezi kuipata. Bwana Mtume alipokutanisha wale, tujue kwamba aliyokuwa mkubwa na aliyokuwa juu wakati huo alikuwa ni yeye Bwana Mtume peke yake, au wengine wote wako chini ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kila kitu kiliweza kujengeka. Lakini sisi hili haliwezekani, kwa sababu fulani ni mkubwa, fulani ni mkubwa, fulani ni mkubwa. Amtajenga vipi? Mchango hasa wa sekta ya wakfu ni mkubwa kuliko kitu kingine chochote. Yani sisi tunao Uislamu huu kwa sababu ya wakfu. Mwanahistoria maarufu Ibn Battuta wakati fulani alikuwa anapita Damascus, Syria. Alimkuta mtu pembezoni mwa barabara analia. Alipofuata kumuuliza, yule mtu akagundua alikuwa ni mtumwa. Alipewa sahani ya udongo ya Kichina ambayo ilitengenezwa China. Aliangusha sahani ile, ikawa imevunjika. Sasa anafikiria atapeleka taarifa gani kwa mhusika. Sasa wakati kwenye majonzi hayo, Ibn Battuta anazungumza naye, anakuja mtu wa tatu, anataka na yeye kujua nini kinachomliza huyu. Akasimulia. Alivyosimulia akamwambia, nenda duka fulani, kuna mtu fulani
atakupa pesa. Kuna mtu ameweka wakfu kwa mambo kama haya, na kweli alikwenda akapewa pesa, akaenda kanunua birauli nyingine na kuipeleka aliko. Yani ulifikia wakfu katika hatua hiyo. Bali hatua ya wakfu kwa Waislamu ilifikia mama anakaa kwenye nyumba ambayo ni ya wakfu, anakuwa mjamzito, ipo kwenye nyumba ya wakfu, anakwenda kujifungua kwenye hospitali iliyojengwa ama ni hospitali ya wakfu. Madaktari walioko pale wanaotoa tiba wanalipwa mishahara kutoka kwenye wakfu. Mama anajifungua, anarudi kwenye nyumba yake ile ile ya wakfu, mwanawe anakwenda kusoma kwenye shule ya wakfu. Mtoto huyo anamaliza kusoma, anakuja kuajiriwa, anakuwa mwalimu ama daktari ama fani nyingine yoyote, analipwa kutoka kwenye wakfu. Anapokufa anakwenda kuzikwa kwenye makaburi ya wakfu. Huo ndio ulikuwa utaratibu wa maisha ya Waislamu, na ndio maana sisi leo umetufikia kwa sababu waliotoka nyuma walifanya kazi hiyo. Sasa kwa taasisi zetu hizi nini cha kufanya? Ni kwamba lazima turudi kwenye mifumo hii. Ni kwamba lazima tuweke mkazo na tuwe na fikra mpya zinazoendana na mazingira yetu ya sasa juu ya ukusanyaji na utumiaji wa zaka na namna gani tunaweza kwenda kwenye wakfu. Bila shaka amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar katika taasisi zetu, hii sehemu hii ni kama hatuna meno nayo. Alia niseme kama tuseme ni kama salahia fulani ya kuweza kumwingilia mtoaji zaka, kuweza kama vile TRA ndio kama ilitakiwa sisi taasisi za Kiislamu tuwe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kaambiwa khudh min amwalihim, chukua zaka. Ni sawa sawa na mapato ya serikali, lazima yafuatwe, yahakikiwe na yachukuliwe kwa nguvu, yasipotoka kwa khiari. Na ndio maana Sayyidina Abubakar kapigana vita vya panga, au sivyo? Sasa kwa design tulionayo, status tulionayo ya hizi kitaasisi, kwa kuwa hatuna salahia ya kiserikali, njia gani sahihi nzuri amba kwamba itakuwa na nguvu? Sio swala la kumbembeleza. Kwa kubembelezana siku zote zitatoka sadaka, sio zaka. Ala gani sahihi amba kwamba itakuwa na natija mbili, usahihi wa kutolewa zaka na kwa nguvu itoke? Na imani sana katika ugavi tuko vizuri. Tatizo kubwa sisi liko kwenye nini? Kwenye ukusanyaji kuliko hata ugavi. Ni kwako Dokta, kutokana na masomo mazuri uliotupa, lakini pili ni kutake uwe karibu na sisi taasisi Islam, tufanye kazi kwa pamoja na kwa karibu ili utushauri. Mimi hapa kama kiongozi wa Shamsul Maarifi natamani tuwe na mawasiliano ya karibu, uwe unatushauri, kwa sababu sasa hivi sisi tushaingia katika njia ya kutafuta uchumi. Profesa, katika mada uliyozungumza hapo juu inahusu habari ya uchumi, lakini katika taasisi zilizohudhuria hapa zote, taasisi hizi zina maeneo makubwa. Hizi taasisi zote zina maeneo, lakini ardhi ambazo wapo nazo wanashindwa kuzifanyia katika zile habari za kiuchumi ili waweze kujiendeleza katika taasisi zao. Kwa hiyo tunaomba Profesa, katika hili labda unaweza ukawashauri katika zile ardhi walizokuwa nazo, wakaweka mradi wowote ambao unaweza ukawasaidia. Na fikra za uchumi wa kifedha na kiuchumi, tunaomba hilo jambo atusaidie, kwa sababu wakitupa mwelekeo na njia ambazo zina kuwepo, tunataraji kwamba tutakuwa katika mfumo ambao ameuzungumza inshallah. Walimu wetu hawa tunawatoa kama kina Mus'ab bin Umair kwenda kusomesha mahala mbalimbali, kuzingatiwe kwanza da'watul hali yake ikoje. Mtu akimuona anaweza kumfuata kabla hata hajasema, kabla hata hajafundisha, mtu anaweza kubadilika kwa kumuona huyo ndo apelekwe akasomeshe watu.
jamii itabadilika mara moja. Jamii itabadilika mara moja. La mwisho ambalo linaleta utengamanifu wa kijamii, jamii iwe nzuri, ni fair provisions. Fair provisions ambayo Mtume alikuwa nayo. Ile kugawanya, mgawanyo ambao uko wa sawa sawa bila upendeleo wa aina yoyote. Ndivyo alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad. Mtume alikuwa akiitumia zaka kama ilivyozungumzwa kwa ufundi mkubwa. Zaka imezungumzwa mpaka nikawa nasema sijawahi kuisoma mimi zaka kabisa. Ilikuwa inasisimua dokta, na ilikuwa inagusa mishipa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alihakikisha kwamba ile zaka inafika kwa mgawanyo uwe ni sawa. Ndio hiyo fair provisions. Jamii inakaa sawa. Na ule mgawanyo sawa, kwa nini uwepo sasa? Ni ku break down. Nao ndio pointi kubwa katika kujenga jamii ambayo ina mapatano. Lazima uvunje tabaka au punguze tabaka waliokuwa nacho na wale ambao hawana. Ndio lengo kubwa la zaka, kuvunja lile tabaka. Na aliyefanikiwa sana katika sahaba ni Uthman bin Affan, na Amir al-Mu'minin yule katika tabi'ina Umar bin Abdul Aziz, kiasi ya kwamba ilifikia mahala hakuna kumpa zaka katika jamii yake. Sasa lakini ilifanikiwa na jamii ya Kiislamu ikawa na nguvu, kwa sababu hii jamii haitengamai, kwa sababu tangu hapo hatuaminiani. Na kutoaminiana ni kutoishi na da'watul hali, kutoitangulizwa. Ukitanguliza da'watul hal, Waislamu walivyo dokta, Waislamu walivyo kutoa ni wepesi mno. Lakini shida ni hii moja, tunatoa tunampa nani? Kwa kikiwa na hiyo fair provisions, jamii itatengamaa, kwa sababu ziko dhambi. Dhambi nyingine ukizitafakari tu kwa makini utaona hizi dhambi hii maskini wanao kubwa zaidi kuliko matajiri. Waweza ukazigawa. Dhambi ya fitna na hasadi na usengenyaji, hii inaweza paa ikatokana kutokana kwamba hamna mgao sawa. Mtu akipata nafuu kidogo ya maisha, hata usengenyaji unapungua. Ndio jamaa, unaonaje? Usengenyaji unapungua. Mtu akipata nafuu kidogo ya maisha, usengenyaji unapungua. Lakini hajala tangu asubuhi, Allahu akbar. Alafu unakuja unamsalimia tu na gari yako bilioni ngapi, lazima atasema ndio wenye kutuibia hela zetu hao. Lakini kashiba, mtasalimiana vizuri. Lakini hajashiba na unakuja kumsalimia na gari ya bilioni 2, alafu unamwachia 1500. Ukiondoka bwana za kwa hela nenda bwana. Kwa moyo kwa mdomo anakuambia nenda, moyo unakuambia usirudi tena. Chuki zinaondoka kama hii zaka itakuwa inagawanywa. Fitina, hasadi, nini zitapungua kwenye jamii. Basi atokee hata mama mmoja aweze kusema tamko kwa niaba ya wenzake. Kwanza ningependa iwe hivyo, apatikane mama mmoja kule atoe salamu zozote kwa haya yote yaliyozungumzwa hapa, angalau neno moja la shukrani au lolote atakaloongozwa na Mungu. Salamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baadu, sina mengi ya kuzungumza, ila nawashukuru sana tunawashukuru sana wahadhiri wetu waliokuja kututoa taka za masikio na macho. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Safari yao wamedhamiria ilikuwa nzuri, na vile vile tunamshukuru Mufti kutuletea watu wetu hawa wakatuelekeza yale mambo mazuri. Inshallah Mwenyezi Mungu atatuwafikisha na kila jambo litakuwa kwenye nafasi yake. Na hawa waongozi wetu inshallah waliotukusanisha hapa, Mungu atawapa uzima na afya,
waweze kulisimamia hili jambo kwa mikono miwili na miguu miwili, na Allah atatupa muwafaka kwa kila jambo inshallah. Hapataharibika kitu, palipo na watu hapaharibiki kitu, penye watu hapaharibiki kitu. Allah atatulipa, Allah atatufanyia wepesi. Mwenyezi Mungu atawapa nguvu vijana wetu, Mwenyezi Mungu atawapa wepesi wa kufanya. Inshallah tutakuwa katika wale wenye kufanikiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba yao naomba nizungumze yafuatayo. Nimeambiwa nipewe shukrani. Shukrani kwanza natoa kwa mashekhe waliotoa tuseme green light ya kufanyika kongamano hili. Mashekhe walikuwa mwaka jana tulifanya kwa njia ya sherehe ya kukusanyika pamoja. Hatuijutii njia ile kwa sababu ilitukusanya. Kweli ilikuwa ni kama kuthibitisha kweli sisi ni wamoja. Taasisi zote zilileta watu. Lakini mwaka huu mashekhe wakaja na fikra nzuri zaidi ya kuboresha. Nayo ni wale watendaji kuletwa, mashekhe wenyewe pamoja na wale wanaowasaidia na wale ambao kwamba ni wadau, stakeholders wa mabadiliko na hayo ambao kwamba tumeyazungumza. Kwa hiyo tunashukuru sana mashekhe kuwafikiria haya, kiongozwa na mwenyekiti wetu Ami Salim kwa jambo hili. Lakini nitoe shukrani kwa watu kulikubali na kuja kupoteza muda wao siku nzima. Hii leo bado ni siku ya kazi, wala sisi Waislamu siku ya Jumamosi sio siku ya mapumziko, ni siku ya kazi vile vile. Siku ya mapumziko kwetu sisi ni Ijumaa. Leo watu wengine walitakiwa madarasani hapa, wameacha vitu vingi, na kuna wahadhiri wetu wametoka mbali. Tunatoa shukrani za dhati kwa hudhuri yenu. Na la mwisho naomba nilitoe ambalo kwamba lilikuwa kidogo la niwasha pale. Kuna wenyewe ambao kwamba very sensitive ambao kwamba ni hamira kubwa katika mabadiliko, nayo ni Janibud Nisawi, upande wa wanawake. Shekhe kanyimwa sana wakati. Nafikiri reform yake angegusa na upande wa wanawake, kina mama wengine wasingesinzia, maana ilikuwa wakati wao alibezi sana huku. Lakini upande wa kina mama kwa kweli, yani shekhe, naomba siku darasa zijazo utuletee dauri yao, role yao ambayo kwamba katika tarikhi yetu imejaa faharasi nyingi za watu, shakhsiyat ambazo kwamba zimeleta mabadiliko. Niendelee kurudia tena shekhe, mashekhe wangu kwa fikra hii, na tutoe shukrani zaidi kwa wageni wetu, tutoe shukrani kwa hudhur, na tutoe shukrani zaidi kwa wale ambao kwamba wamefadhili, na mwakani inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe liwe kubwa kuliko hili. Kwa maneno haya asanteni wa jazakumullahu khairan kwa niaba mashekhe wangu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri khasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fi al-'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Sheikh Mabruk, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli kasirin wa ya hadhira kulli khalaiqin wa ya munisa kulli faqirin wa ya malika kulli mamlukin wa ya shahida kulli mashhud. Ij'al lana min amrina hadha farajan wa makhraja. Ij'al lana min amrina hadha farajan wa makhraja. Ij'al lana min amrina hadha farajan wa makhraja. اقذف في قلوبنا ألا نرجو أحدا سواك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دائم الأبد المحصي بلا عدد المقوي النفوس بلا مدد المولى بلا ولد العزيز السيد سندي الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Na mtazamaji wa Al-Mubajjal TV, kama ambavyo umeweza kushuhudia katika siku ya leo, tukio kubwa adhima adim maalum muhimu la kongamano la kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu ndani ya jiji la Tanga, Tanzania, lililoandaliwa na ushirikiano
wa mashekhe na taasisi ndani ya jiji la Tanga, Tanzania. Ndivyo ambavyo limeweza kumalizika kwa yote ambayo yameweza kujiri. Mada mbalimbali zimeweza kutolewa na wahadhiri mbalimbali umeweza kuwashuhudia wakitoa mada moto moto. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala walipe kila la kheri, na kwa yule aliyeweza kushiriki pia Allah amlipe kila la kheri, na wote waliofanikisha jambo hili adhim Allah walipe kila la kheri. Kwa mengine yanayoendelea kujiri, usikose kuungana nasi katika kila wakati, kwani sisi tupo kwa ajili ya kukutumikia wewe katika mambo mbalimbali. Nyuma ya kamera amesimama Nasir bin Nasir kutoka hapa katika ukumbi wa Naivera ndani ya jiji la Tanga, Tanzania, ambapo limetokea tukio hili adhim. Hatuna la ziada. Hongera sana kwa yote ambayo yameweza kufanyika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kudumisha umoja huu na kudumisha yote ambayo yamelengwa na kuzungumzwa katika mada mbalimbali. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila al-liqa. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.